Haman mwenye umri wa miaka 60 amepitia changamoto nyingi katika maisha yake, hasa baada ya kuugua ugonjwa wa polio ulioathiri miguu yake na kusababisha ulemavu wa macho. Hii shida kutuona, nilizaliwa kama naona, lakini baada ya miaka 7 polio ikaingia kwa miguu, nikatibiwa. Baada ya kutibiwa ilihama ikaenda kwa macho, lakini pale mzazi angeweza kutambua, alikuja kutambua kama iko late. Ingawaje nilisaidiwa operation kidogo, lakini haingeweza kuzaa matunda zaidi kupita hapo. Baada ya kuhitimu katika shule ya walemavu wa macho, Haman alifanikiwa kujipatia ajira katika taasisi mbalimbali za serikali. Niliweza kwenda kwa shule ya wasioona, nikasoma hadi darasa la 7 na nikaenda kwa college ya kufanya kazi kama SIM telephone operator. Na licha kufanya hiyo kosi, bado tena nilifanya kazi na serikali kwa miaka 20 bila malipo, bila kuandikwa. Na mwishowe nikaambiwa hakuna kazi na nikarudi nyumbani. Sasa maisha ile naishi ni ngumu, sababu sina wazazi, sina shamba, mimi mwenyewe sioni, sina njia yoyote ya kujisaidia. Kutokana na hali hiyo, Haman na familia yake walilazimika kukodesha nyumba katika mtaa mmoja wa mji wa Bungoma. Walikabiliwa na changamoto nyingine ya kulipa kodi ya nyumba hiyo kutokana na ukosefu wa ajira. Hali ya maisha imekuwa na ugumu kwa sababu vile hana kazi hivi. Mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kufanya biashara, najaribu kuuza hata ndizi, nikifanya ndizi nikiuza, nikifanya ndizi nikiuza, na tunaendelea kuishi. Lakini hali ikafika mahali kupata hata hiyo vitu, kupata ama pesa, msaada yote ikawa ni ngumu. Bishop akatuambia, nyinyi msikufe moyo, mkae tu, jambo la maana ni kuomba peke yake. Na ndio tukakaa tu. Sasa ndio hata tulipomwambia sisi tunataka tutoke tuende nyumbani, hata kama hatuna shamba, tuende tuishi huko reserve badala ya kukaa hapa. Na akatuambia msitoke mpaka siku yenye Mungu atasema mtoke. Na ndio tukakaa tu mpaka sasa. Ingawa naishi katika mazingira haya, familia ya Haman inaomba msaada kutoka kwa wahisani. Wanahitaji ufadhili wa kununua kipande cha ardhi ili kuweza kujiwekea makazi ya kudumu. Kitu kikubwa, ningepata plot. Hapo ningeweza kujenga nyumba na nianze maisha yangu ya kufuga vitu kama kuku ama wanyama fulani. Lakini sababu sina shamba, hiyo ndio shida kubwa. Kwa hivyo naomba tu serikali ama chama chochote ama kikundi cha watu wale wanaweza kuwa na njia kunisaidia nikapata plot ama shamba wote mahali popote, itakuwa msaada kubwa. Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex Wekesa.